ulama, mheshimiwa waziri wa ujenzi na watu tofauti tofauti. Tukaeni sasa hivi ni ratiba ya kutambua wageni wetu waliotufikia. Sheikh Othman Zubeir, katibu wa vijana Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, tunaomba usogee hapa. Mara tu baada ya ratiba hiyo, tunaomba utulivu. Sheikh Yusuf Muhammad Kidago katika maqamat anasema waliohudhuria mafanani wako wengi, basi atawataka radhi. Tutafanya kaswida moja, tutafanya combination ya ubsut lana, ataimba Sharifu Abul Hasan, Ustadhi Abdallah Rajab, Ustadhi Mas'ud Adam Ahmad Abdallah. Twafanya hivyo kutokana na zurufu za wazee wetu, alimradi kuendelea na barnamiji ambazo zinazoendelea. Tuwe na utulivu kwa kufata ratiba hii ambayo inayoendelea. Sallu ala alhabibi sayyidina Muhammad. Sallu ala alhabibi sayyidina Muhammad. Karibu Sheikh Othman Zubeir kwa ratiba ya utambulisho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du, kiukweli kabisa ni furaha iliyokuwa kubwa kwa walima huu wa harusi uliopendeza. Nimekalifishwa na kaka zangu na walimu wangu na walezi wangu, Sheikh Samir Sadiq, mudiri wa madarisi Maahad Shamsil Maarif, pamoja na kaka yangu Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, kwamba nifanye kazi ya kutambua wageni wao. Kimsingi kazi hii ni kubwa na ni nzito na ni kazi ya thamani sana, kwa sababu hapa ndipo utakapoendelea kuwa na uhusiano na yule mtu wako, au mtakapoachana au kupungua kwa uhusiano wenu, kwamba mtu ataona kumbe mimi nafasi yangu kwa Sheikh Yusuf na Sheikh Samir ndio hii. Naweza nikafika alafu ikawa sikutajwa, sikuwekwa mahala pangu, sikupewa cheo changu. Kwa kimsingi ni kwamba watu wote mliokuwepo hapa mna heshima kubwa mbele ya mashekhe zetu hao niliowataja, Sheikh Samir na Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, na kwa kweli nyinyi ndio watu wao wa ukweli walioamua kuwachagua na kuwapa mwaliko wa walima wa harusi hii, kwamba ndio muhudhurie kwa niaba ya watu wao wengi sana ambao wote wanawapenda. Kwa hiyo kama listi yangu jina lako halitakuwemo, haimaanishi kwamba haumo katika moyo wa Sheikh Samir na haumo katika moyo wa Sheikh Yusuf. Sio kweli, bali mmo nyinyi na wapo wale ambao hawapo hapa, wapo pia katika nyoyo zao. Inna bil madinati la rijala ma asirtum masiran wala qata'tum wadiya illa sharakukum fil ajri. Bali wale ambao hawako hapa pengine ndio wapo ndani ya nyoyo zao zaidi kuliko waliokuwepo, kwa sababu ya nafasi zao mbele yao. Kwa hiyo waliohudhuria ni kada tofauti, ni mashekhe, ni viongozi wa serikali, ni wanasiasa, lakini ni wafanyabiashara, lakini wako vile vile talabatul ilmi, waume kwa wake. Kwa hiyo ni watu wa aina mbalimbali ambao kwamba wako hapa, na wote wamethaminiwa kwa hadhi sawa sawa na wale watakaotajwa insha Allahu taala. Hapa Tanzania imeleta vipande vya maini yake. Faqad alqat Tanzania bi alfadhi kabidiha. Tanzania katika harusi hii imeleta vipande vyake. Hakuna watu hawapo,
hakuna mkoa haujawakilishwa, hakuna madarasa katika madaris za nchi yetu hazijawakilishwa, hakuna engo, sekta wala idara haijawakilishwa. Kwa hiyo pia tutambue kwamba Tanzania imetema vipande vya maini yake. Kwa hiyo krimu yote ya nchi iko hapa, na tumepata taarifa kuna ambao wanatufuatilia, wakubwa zetu wengine na watu wa hadhi mbalimbali wanafuatilia shughuli hii. Kwa hiyo twakiri pia kuwa pamoja nao. Lakini wako wajumbe wa Baraza la Ulama ambao ndio wakubwa wetu wa nidhamu ya kidini nchini. Yuko naibu kadhi mkuu wa Tanzania Sheikh Ali Khamis Ngeruko, yuko mjumbe wa Baraza la Ulama Sheikh Hamid Masudi Jongo, yupo katibu wa Baraza la Ulama mwenyewe Sheikh Hassan Chizenga, lakini wapo mashekhe wa mikoa wakiongozwa na mkoa mwenyeji, kaka yangu na mwalimu wangu na mwalimu wetu na kiongozi wetu Sheikh Walid Al-Hadi Omar Kawambwa yuko pale. Lakini yuko Sheikh wa mkoa wa Pwani Sheikh Khamis Abbas Mtupa, yuko Sheikh wa mkoa wa Dodoma Sheikh Mustafa Rajab Shaaban na mashekhe wengine ambao wameambatana nao katika renki yao. Lakini wako maduati wakubwa wa Kitanzania. Kabla sijashuka chini huku na kuonyezwa kwamba yuko mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, ambaye pia ana vyeo mbalimbali, Sheikh Khamis Saidi Mataka yuko hapa katika hadhara hii. Lakini yuko mjukuu wa Mtume Muhammad pamoja na watu wake na hawashi na viamba jengo vyake. Yuko Said Ahmad Alwi Jamalul Laili, yuko Sharif Muhammad Badawi, yuko Sharifu Ba Hassan. Hii ni damu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wengi wao wako hapa. Lakini mufti na washauri wake wako hapa. Namuona Alhaji Londa yuko hapa, yeye pia atawakilisha watu wa renki hiyo. Nasema wako pia maduati katika nchi yetu ya Tanzania, maduati kwa maana ya wale watu wa da'wa, lakini watu wa tadris. Wote hao ni katika maduati wakubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo namuona Sheikh Baamiri Mwenzagu, mudiri wa Rashadi Islamic Group, ni dai mkubwa na mudiri wa madrasa kubwa sana. Lakini yuko na naibu wake, namuona pale Sheikh Wazir yuko pamoja naye. Yuko mwalimu wetu, kiongozi wetu Sheikh Ramadhan Qasim, katika maduati mudarrisin wakubwa waliotengeneza watu wengi sana. Lakini wako maduati ambao wana sifa zote mbili za tadrisi na da'wa, Sheikh Muharram Rashid Mziwanda, Sheikh Uthman Khamisi, na watu wa engo na kada yao. Jamani, wako viongozi wetu, wazee wetu wa tariqa na turuki zote ziko hapa, hakuna iliyoachwa, Qadiria, Alawia, Shadhilia. Lakini mzee wetu Sheikh Mahmud bin Sheikh Nuruddin bin Hussein Al-Ghassani Al-Yashruti yuko hapa, na watu wa Shadhili wengi sana na waona, na wengine tunawakubali. Wako wakuu wa taasisi na viongozi wakubwa wa jumuiyat. Namuona kaka yangu Sheikh Al-Hadi Musa Salum wa Nakshabandi, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Naam, katika taasisi nyingine namuona baba yetu Sheikh Talib Ahmad Abdullah, yeye yuko Jaimat, yuko Hayatul Ulama, yuko kila unakomtaka yuko, mashallah, Allah mbariki. Tuko naye mzee wetu, tunatamba naye na Mungu atuwekee. Naam, naenda mbele nafika mpaka serikalini. Waziri Abdallah Ulega yupo kutoka serikalini, lakini na watu wake na waona watu viongozi wanasiasa kina Haji Manara wako hapa, naye ni mtu wa madrasa, ni ustadhi, ni imamu, aingia kote kwenye serikali, yupo kwenye dini, yupo kwenye kila mahala. Tuko naye, tunatamba naye, Allah amuhifadhi. Watukufu ndugu zangu, wako wageni kutoka nchi za nje, kutoka sehemu za mbali. Naambiwa yuko Sheikh Said Ali Hassan, kipenzi cha Sheikh Samir, kipenzi cha Sheikh Yusuf Kidago, yupo
amefunga safari kutoka Kenya. Sheikh Abdallah Al-Jamzuri kutoka Lukozi, mwalimu wetu, kiongozi mkubwa wa kidini katika pande zile za milimani, anakubalika sana, yupo hapa. Naam. Haya, kwa kweli huno na huno sijui ni shuke upi, kila ni tundao una maua. Lakini watu wa dini nyingine, hawa ni maulamaa wenye shughuli hii, wana marafiki na watu wengi wanaowafuata. Kwa hiyo kuna wengine sasa wa dini nyingine. Dr. Dennis Mchunguzi, njoo hapa. Haukubaliki, hebu njoo. Yuko Dr. Dennis Mchunguzi, Dr. Askofu, somi wa Injili, Taurati na Zaburi, mtu muhimu, bingwa sana. Sema ndani ya dakika 3 kitu chochote katika niaba, kwa ruhusa yangu na kwa ruhusa ya wale kaka zangu. Sema kitu. Assalamu alaikum. Nashukuru sana. Naitwa Dr. Dennis Mchunguzi. Nashukuru sana. Ni siku ya furaha kwa maharusi wetu, na shukuru sana tuko kwa ajili yenu, na kwa maana hiyo kubwa kwenu ni kwamba mnaendelea na maisha mlokuwa nayo, lakini mcheni sana Mwenyezi Mungu. Hilo ndilo kubwa. Kamata Qur'ani vizuri, mche Mwenyezi Mungu vizuri, na kila unapoona ugumu mgeukie Mwenyezi Mungu. Hilo ndilo kubwa. Pale ndio kila kitu. Tumeelewana? Anasema Allah katika surati Yasin aya 11, ina matunziru man tabazikra wa hashiya rahimana bil khaibu fabashiruhu bima hafratin wa ajrin karim. Anasema hakika wewe kuonya kwako kutomfaa mtu anofuata ukumbusho. Ukumbusho huo ni nini? Qur'an. Na akamcha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa haibu, basi mbashirie mtu huyo msamaha wa dhambi na ujira mwema, ambayo ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah awajalie muende na hilo inshallah, na mtakuwa na maisha mema. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huo ni mubtada, na katika kanuni za kilugha mubtada lazima upate habari. Huyu ni Dr. Dennis Mchunguzi, askofu, ameeleza maharusi washikamane na Qur'an. Profesa Habibu Mazinge, njoo tuambie Biblia inasemaje, maharusi wafanye nini? Njoo ndo habari. Njoo, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Profesa Habibu Mazinge, njoo, Biblia inasema nini kwa maharusi? Profesa Dennis amesema Qur'ani imesema nini kwa maharusi? Njoo mzee wetu, lete habari hapa. Sogea hapa, vyombo vyote vikuchukue. Dunia itakujua Injili inasemaje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameumba mbingu na ardhi, akatuumba sisi. Kwanza alimuumba baba yetu Adam, akamleta mama yetu Hawa, tukapata miongoni mwa wanawake na wanaume. Shekhe alikuwa anauliza vitabu vya zamani vinasemaje? Biblia inasema ongezeni au waneni mkazaane ili mpate kuujaza ulimwengu. Luka 33:42. Kwa hiyo Dr. Mchunguzi kapita kwenye Qur'ani. Hapo kuna mashekhe hapo wamekaa. Qur'ani ni neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani, na hakika sisi ndio tutakayoilinda. Kwa kulindwa kwa Qur'ani ndio maana Dr. Mchunguzi akaja akapita. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, tuombe dua bwana harusi na bibi harusi. Mwenyezi Mungu akujalieni mpate watoto wema watakayekuja kuisoma Qur'ani, na sote tunaomba Mwenyezi Mungu atupe mwisho uliokuwa mwema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, hizo zilikuwa ni kada mbili za Qur'ani na vitabu vya kale
kuhusiana na harusi. Tumefaidi sana na sherehe hii imefana sana. Wako watu wa taasisi mbalimbali ambazo wameitika kuja hapa kwa maana ya zile taasisi za huduma mbalimbali za kijamii, lakini kuna huduma za kiroho. Na naanza hapa kutambua Sheikh Abbas Bantulaki kutoka taasisi ya Zamzam ya Hija ambayo Sheikh Yusuf Muhammad Kidago anahudumu, na ni katika taasisi yake kubwa sana. Sheikh Abbas na kaumu yako tunatambua uwepo wako, lakini kila kada na kila eneo okota katika madarisi. Naambiwa nisiache kumtaja Sheikh Ahmed Saidi Khalfan kutoka Madrasatul Ihya, mzee wetu, na nimemuona yuko ametupamba, Allah amuhifadhi. Viongozi wako makadhi pia kutoka katika mikoa mbalimbali wamefika. Kuna kadhi kutoka mkoa wa Kilimanjaro, kaka yatu Sheikh Hussein Chifupa yupo kutoka Kilimanjaro. Kadhi kutoka Pwani cha Mgunda nimemuona yupo, ameongozana na Sheikh Mtupa. Naam, alhasili nimesema kwamba ya kutajwa ni mengi, lakini pia vile vile nimeandikiwa watu wawili ama watatu muhimu. Mheshimiwa Hamisi Mkanachi DC wa Urambo yupo. Si Mkanachi yuko wapi? Yupo DC. Naam, yuko wapi? Urambo ni mbali, Tabora DC yupo, amesafiri yule pale. Mungu ambariki na ampandishe daraja. Naam, nimeambiwa yuko Mheshimiwa Muhammad Mtulia DC wa wilaya ya Uyui ni mbali, yupo yule kule. Mheshimiwa, hongera sana na Allah atakupandisha daraja. Kwa kweli wazee ni wengi, lakini kwa niaba ya wazee wetu wote, kwa niaba ya wazee nimtaje mzee. Basi amechaguliwa mzee mzee Janguo, mzee Athmani Janguo Alhaji. Hebu toa salamu kwa niaba ya wazee wote. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Basi tutambue pia ujumbe kutoka Shamsul Maarif Tanga. Ujumbe Shamsul Maarif Tanga ndo wenye hadhara yao, ndo wenye jambo. Kwa hiyo hatuna tabu sana. Huku kote I love you, tunawapenda. Unasemaje vile mzee Janguo? Nataka niwaambie wote tunawapenda nyote. Wote huku, maana ni wengi na nimewaona waheshimiwa. Mwalimu wetu njoo Abdul Halim bin Sheikh Muhammad Abubakar Al-Burhan. Wewe ni mwalimu Al-Walad Swin wa Abi. Pia yuko mwalimu wetu, angaje amekuja kwenye harusi yake ya mwalimu wake ya mzee wake, lakini mwalimu wetu Sheikh letu. Sema salamu tu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu mwalimu, nenda kaka. Asante sana, heshima yako. Tunashukuru kwa kweli, bwana harusi amefurahi na kaka zangu wamefurahi, na watu wa Zamzam tuliwataja, madarisi tulizitaja, na kila engo tumeigusa kama tulivyoashiria na kukubaliana katika karatasi. Naomba radhi pale nilipokosea. Wasalamu ala man ittaba al-huda. Inshallah, baada ya utambulisho sasa hivi tunapoza kwa kaswida ambayo inaitwa Ubsut Lana. Kwa upande wa kaswida